Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambo na karibu kwenye mukhtasari wa habari. Jina langu ni Ramla Abdi. Rais William Ruto amekanusha ripoti kwamba serikali ya Kenya ilitumia jumla ya shilingi bilioni 104 kununua mfumo wa mamlaka ya afya ya jamii SHA. Akizungumza huko Malava, Kakamega, wakati wa mazishi ya marehemu mbunge Malulu Injendi, Ruto amesema hakuna pesa kutoka kwa serikali zitatumika kulipia isipokuwa ada ya kituo cha huduma. Alieleza kuwa mfumo huo unaendeshwa na muungano wa makampuni ya teknolojia ambayo yatahakikisha hakuna madai ya udanganyifu kama ilivyokuwa kwa NHIF. Rais amesema pamoja na NHIF karibu 40% ya fedha zilizokusanywa zilipotea kwa watu wasio waaminifu ambao walitoa madai ya uongo na kulipwa. Alisisitiza kuwa hili halitafanyika chini ya uangalizi wake. Mitandao na nini ni watu ambao walikuwa wanaibia sisi siku ya NHIF wakisema ati serikali itatumia bilioni 100 ati kwa system. Wanaona sisi ni watu wazimu. Hakuna senti ya serikali itatumiwa kulipa system yeyote, because we want to sort out the problem of fraud. Pesa nyingi ambayo ilikuwa inakusanywa na NHIF iliibiwa na matapeli na wakora ambao walikuwa wanajifanya wako na mahospitali. Matamshi yake yanakuja ambapo mkaguzi mkuu Nancy Gathungu ametilia shaka usimamizi wa SHA katika hatua ambayo imeibua mashaka juu ya fedha zinazochangwa na Wakenya kwa mfumo huo. Tukiachana na haya, ni kuwa muungano wa madaktari wa famasia na madaktari wa meno nchini KMPDU na muungano wa watumishi wa umma wa Kenya UKCS wanadai marekebisho kamili ya mamlaka ya afya ya kijamii SHA, wakitaja mateso yasiyoelezeka kwa wagonjwa wanaotafuta matibabu katika vituo kote nchini. Vyama hivyo viwili vimetoa makataa ya wiki 2 na kutishia maandamano ya kitaifa ya wafanyikazi wa umma kutoka serikali za kaunti na kitaifa ikiwa mashaka yao hayatashughulikiwa. Vyama hivyo vikiongozwa na katibu mkuu wa KMPDU David Atela na katibu mkuu wa UKCS Tom Odege vilikashifu utepetevu wa SHA na kushutumu serikali kwa kukosa kutekeleza ahadi zake kuhusu mpango huo. A contract that surpasses 3 years without gratitude. Yes! Some of us even died because of COVID. Yes! Some of us lost their families because of COVID. Yes! And we have continued to persevere to work for Kenyans. Yes! So our message is clear, is simple. Conversion of terms to PNP. And payment of gratitude for the year. Tukiachana na hayo, ni kuwa katibu katika Wizara ya Afya Mary Muthoni ameagiza kufungwa kwa kisima kimoja katika kaunti ya Kisii kinachoaminika kuwa chanzo cha ugonjwa usiojulikana. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa kisima hicho ambacho kimetumika kwa muda kilikuwa kimechanganyika na kinyesi. Muthoni amesema hakuna sababu ya kuhofu na kisima hicho kitafungwa kwa muda wakati uchunguzi zaidi ukiendelea kuhusiana na ugonjwa huo. Kisima hicho kimekuwa chanzo cha masaibu ya wakazi wa vijiji vitatu katika kaunti ya Kisii ambao wameugua ugonjwa usiojulikana uliowafanya kuendesha. Wakati wa ziara yake katika kaunti ya Kisii, katibu Muthoni alikutana na naibu gavana wa Kisii Elijah Obebo na kamishna wa kaunti hiyo Joseph Kibet. Wote hao walizungumzia juhudi zinazoendelea za kuimarisha utekelezaji wa sera za afya kufuatia mlipuko wa ugonjwa huo. We have gone round the village and we have gone up to where they get their source of water. And it is good to note that we have established that the source of water has fecal matter, which has contaminated the water. And equally, the samples that were taken from the homes, they equally have fecal matter. It is important to note that from today henceforth, the members of this community should abstain themselves from using that tap. Mwisho wa muhtasari wa habari, mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa 6 zimetoweka baada ya saa 4. Bila shaka utaweza kupokea habari zaidi timiapo saa 5 kamili ikiwa ni kwa lugha ya Kimombo. Jina langu ni Ramla Abdi, Saum Makbul.
Kwa habari zaidi na matukio, endelea kutegea Ikra FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.ikrafm.com au www.ikrafm.webradiosite.com tukuangazie yote yanayojiri. Ikra FM